tumeshuhudia chama lako la Simba Queens wakiwa wanapata ushindi kuelekea kwenye fainali. Kwanza umeonaje mchezo wa kwanza, lakini vipi kuhusiana na mpinzani wako JKT ambaye utakutana naye? Uzuri kwamba wote tumekutana na wanajeshi. Wenzetu sasa hivi wana Mwenge kwa sababu wanaitwa timu ya wananchi, kwa walikutana wenyewe. Jeshi la wananchi kwa jeshi la wananchi. Lakini kuna jeshi original na jeshi copy. Na kitu tumeona mwisho wa picha, copy imeondolewa, original imebaki. Lakini sisi tumekutana pia na jeshi kutoka zake kule Kigoma, Mashujaa, lakini binafsi sisi ni watu tuko mbugani muda wote, maana hao wanajeshi wenyewe wapo mbugani wanatulinda sisi. Lakini leo tuliwaonyesha kwamba nyinyi Mashujaa mtarudi Kigoma, sisi tunabaki hapa Dar es Salaam. Tumewaondoa kwa goli 2 safi kabisa. Mchezo wa kwanza ulikuwa mchezo wa kawaida. Haukuwa mchezo wa ladha hiyo ya kuridhisha hivyo, lakini kwa sababu watu tuliokutana nao, yani unampa dozi mgonjwa kutokana na unavyokutana naye. Kwa hiyo binafsi mchezo wa pili wa watani zetu JKT Queens na Young Princess walicheza vizuri wote. Kipindi cha kwanza JKT Queens walipata goli mpaka half time wana goli moja, kipindi cha pili wakaja wakalevel scoreboard, wakasawazisha goli, wakaenda kwenye mikwaju ya penalty. Alikuwa bora kwenye kupiga penalty, ndio yeye amevuka kwenda hatua ya finali. Kwa hiyo tuambie tu kwamba finali inaenda kwa kivutio, kwa sababu wote tunaoingia finali ni watu ambao tumetawala kombe hili la hii ligi ya kina mama, maana ndio tumetawala kulichukua mara nyingi. Kwa hiyo hawawezi watu ambao hawajafikiria kuchukua huu ubingwa afu akacheza finali kwa mara ya pili, kwa sababu mwaka jana walicheza finali na hawa wa JKT Queens baada ya kututoa sisi kwenye nusu finali kwenye mikwaju hii ya penalty. Lakini msimu huu haikuwa hivyo, sisi tumepita kawaida, lakini wao wametolewa kwa mikwaju ya penalty. Maana kilichotufanyia sisi msimu uliopita mwaka wao kimewalipa, na mwaka huu kimetulipa zaidi, kwa sababu tunaenda kukutana tena majiant. Kwa hiyo binafsi Jumapili watu waje kwa wingi kuja kushuhudia burudani. Mpira uliocheza Simba Queens leo huwezi kuuona siku ya Jumapili. Naamini wamecheza na watu underground na ndio maana wamecheza tempo ya chini sana. Lakini naamini mechi ya Jumapili itakuwa bora zaidi. JKT ni bingwa wa Sekafa lakini pia ni mwakilishi wa michuano ya WAFCON. Hakuna namna yote ambayo unadhani itakuwa ni tishio kwa upande wenu? Hakuwezi kuwa na namna hiyo. Sisi tushakuwa mabingwa zaidi ya mara 2 hapo mtawalia miaka ya nyuma hapo. Kwa hiyo binafsi tumekutana na majiant kwenye mashindano haya. Na ndio maana nasema itakuwa finali ya kibabe, finali yenye ladha ya kutosha. Watu waje kwa wingi waje kuchungulia burudani. Lakini wangekutana hawa wa vijimama, maana wameingiza mijimama, imeshiba tu. Hakuna chochote uwanjani. Bado wajiandalie wakafanya sana mazoezi kwenye mchanga kule Coco Beach. Angalau wapunguze tani zile, maana kuna kilo nyingi sana. Lakini wenzao unaona wanapiga kwata muda wote, wana uzito wa kawaida, na ndio maana walikuwa wanaonyesha ushindani mkubwa sana kwenye pitch. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi, finali itakuwa bora, itakuwa ya ushindani zaidi. Lakini kwa watani zetu wakajifunze, kwa sababu bado hawajawahi kufikia kuchukua hata huu ubingwa wa hawa mashindano ya kina mama. Kwa hiyo bado underground. Kwa hiyo tumekutana wakubwa tu. Sawa, Mnandi, tuachane na upande wa kiume, turudi kwenye upande wa kike, tuje kwa upande wa kiume. Mnaenda mechi ya leo mmecheza mechi ya kirafiki. Kuna namna ambavyo watu wameshtuka kuona Simba mpya, Simba ya maajabu. Kwako hii imekaaje? Pila matatu limeanza. Kuna pila matola, kuna pila matola, lakini kuna pila matatu. Yani msimu huu watu watacholwa sana tatu. Yani hata kama hujawahi kucholwa tatu, yani utake usitake utalazimishwa utacholwa tatu. Kwa hiyo mwakao kuna pila matatu. Kwa hiyo watu wajiandae kucholwa tatu. Kaanza vyema leo mechi yake kirafiki zidi ya Real Mdumani. Msimu uliopita tulicheza KMC na mechi ilionyeshwa na mashabiki tuliingia. Lakini ya leo ilikuwa siri ya kambi. Mechi ya kwanza ya kocha kimya tumepewa matokeo tu. Jonathan Soa, Black Ryan ameenda kambani, lakini pia yule mchezaji ambaye anaimbwa sana kwa masimango Kebei na Ziaka ambaye anaonekana ana mapungufu mengi sana ndani ya pitch, lakini ndio mchezaji anaibeba sana klabu ya Simba. Huyo ndio alotuvusha kwenda hatua inayofuata saizi ya Champions League, lakini ndio huyo tena leo ameenda kambani. Kwa hiyo binafsi anaimbwa sana, lakini anafanya vizuri kwenye pitch. Sawa, miongoni mwa taarifa iliyoshtua mashabiki ni kipenzi cha wachezaji wa Kenya. Hapa namzungumzia Mohamed Bajabir, baada ya majeraha muda mrefu amerejea. Ni furaha kiasi gani kwa upande wenu? Ni furaha kubwa kwa sababu tulikuwa na masikitiko. Tumemuona kwenye pre-season tu akitambulishwa, lakini kule mechi walizocheza za kirafiki zote hatujaziona. Maana ilikuwa sisi hapa kwenye mechi ya ufunguzi Simba Day tumuone, lakini tumeshindwa kumuona. Kwa hiyo binafsi ni wakati wake pia na yeye arejee mazoezini ili na sisi tupate ladha yake sasa kumuona. Tulimuona akiwa kule kwenye pingu yake ya polisi ya Kenya, lakini tunataka tumuone akiwa unyamani Simba Sports, timu ya nyota 5 barani Afrika. Tunataka tumuone Bajabiri wa nyota 5 kweli au wa nyota 15. Kwa hiyo tunasubiri sasa tumuone. Sasa yarudi mazoezini, tunasubiri tumuone. Mimi naamini hatopewa nafasi ya kucheza hivi karibuni, kwa sababu ndo kwanza kajiunga na wenzake kuanza mazoezi ya pamoja. Naamini Simba tuna wachezaji wengi professional ambao wamekuja kwa ajili ya kufanya kazi Simba. Apone kabisa ili arudi afanye kazi kisawasawa. Kwa hiyo mimi sina shaka kwa Bajabiri, niwaambie tu wana Simba tumuombee dua, awe salama, aendelee kufanya mazoezi, alikave na wenzake vizuri ili tuje tuone vitu vyake. Tunamuona kabisa kwamba huyu ni mtu kama Marcelo, watu tunataka tumuone akiwa Simba Sports. Tutarajie ni mpira wa aina gani katika ngazi ya Simba Sports Club kwa meneja kama meneja mwenyewe, ama tutarajie mpira wenye
tishio gani kwa hapa Tanzania? Kwa meneja Mr. Matatu alichokionyesha akiwa Gaborone United Benjamin Mkapa dhidi ya Simba Sports, tukiwa nyumbani kwenye uwanja wetu ambao tumeugeuza machinjio. Pale anachinjwa mpaka samaki. Dua lake alipo kwenye vitabu vyote vya dini, samaki kuchinjwa. Lakini sisi pale ukiingia samaki anachinjwa na anasomea dua. Lakini mwisho wa siku ule mwamba kaja pale katuzimisha. Pamoja mashabiki hatukuepo, lakini wachezaji wanapokuepo kwenye pichi pale huwa wanapambana na wanapata matokeo. Tulishinda goli 2-2 zidi ya Constantine kutoka Algeria. Pale ili tuongoze kundi. Hamna mashabiki, tulikuwa mwembe makundi kuangalia mpira kwenye flat screen. Lakini haiwezekani kwenye mechi hii mwamba ule kaja pale Mr. Matatu katupelekea pumzi ya moto kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi kwisha. Yaani jini katoka lakini kiti kawa hoi. Vipi kuhusiana na unasema kwamba performance inaenda kuwa bora, na huku upande wa pili tunasikia kelele kwamba kocha performance yake ni ndogo, Matola ni yuko juu zaidi. Vipi kuhusu hizo kelele ambazo zinasikika upande wa pili? Upande wa pili wao washaanza kukosea toka sehemu ya kwanza. Yaani ukikosea namba 1 basi unaenda kukosea na namba 11. Kwa hiyo sisi hizo sio shida zetu. Wao wapambane na hali yao. Msimu uliopita wamefukuza makocha 4 na wakawa mabingwa. Kwenye hatua ya mashindano ya kimataifa wameishia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo mimi naamini hizo sio shida zetu. Ila kwa Simba Sports tunajua tunadumu na makocha. Fadu Davis alidumu msimu mzima na msimu unaanza. Hatujacheza mechi ya ligi, tumecheza mechi ya kimataifa ya kwanza, akaondokea huko. Kwa hiyo mimi naamini kumleta huyu Mr. Matatu kikubwa tumpe nafasi, lakini tumpe ushirikiano wa kutosha ili aweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu naamini huyu ni mtu ambaye anapenda kuwapa watu nafasi. Kama alifanya sabu 5 zote Benjamin Mkapa, alafu Ahmed Moroko alipewa timu kwa muda amefanya sabu 3 tu, nyingine kabaki nazo mfukoni. Mimi naamini huyu kocha atatufikisha nchi ya hadi, na leo ndo mechi yake ya kwanza, kafungua vizuri ukurasa. Hatukuona vitu vyake, pila lilitembea kinamna gani pale Samuel, maana pale kuna kanuni zote na mifumo yote pale, sababu wanajeshi wanatembea, wanaweza katembelea tumbo, lakini wakatembelea magoti, lakini pia wanaweza katembelea hata nywele. Kwa hiyo binafsi jeshini kila kitu kinakamilika. Kwa hiyo mimi ninachokiamini, tunasubiri kwenye mechi ambayo tutamuona, na mechi kubwa ambayo tutamuona ni mechi ya ushindani dhidi ya Msingizini ambayo itapigwa kule Eswatini. Kwa hiyo binafsi kati ya tarehe 17 mpaka tarehe 19, siku 3 hizo hapo, wao watakaichukua wenyeji na mimi tutaenda kukipiga. Tutaenda kumuona Mr. Matatu kwenye mechi ya mkondo wa pili Champions League. Nandi, tuzungumzie kidogo nani bingwa msimu huu kwa jinsi tunavyoona wapinzani wale angusha alama 2, lakini na nyinyi ambao mnasema mna kikosi bora. Bingwa saizi huwezi kumtabiri kwa sababu bado asubuhi na ligi mwaka huu ni ngumu sana. Ukiangalia timu ndogo zote zinapokutana zinakamiana. Mtu kushinda anashinda goli 1, goli 2 yenyewe ni issue. Ni sisi peke yake ndio tumeshinda goli nyingi katika michezo ambayo tumecheza. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ligi mwaka huu ina ushindani mkubwa. Naomba tu bodi ya ligi na TFF kwa ujumla wasimamie kanuni ambazo zimeboreshwa msimu huu. Walisema kwamba waamuzi watakaye tofasili sheria tofauti na makubaliano, maana yake atakuwa aondolewe kabisa kwenye mashindano mpaka msimu unaofuata. Lakini nashangaa mechi 2 waamuzi wamefungiwa mechi 5, waamuzi ambao alichezaje JKT Tanzania dhidi ya Azam pale Samuyo, lakini mwamuzi aliochezesha mechi ya Young African dhidi ya Mbeya City kule Mbeya, wale waamuzi wamefungiwa mechi 5, wakati wamesema kwenye maboresho ya kanuni hawa wataondolewa kabisa. Kwa nini hawa wasiondolewe? Na wangeanzia kwenye mechi ya ngao ya jamii ya Lajiga na wenzake walioshindwa kumuona Pacome alisimama kama imamu au padri kanisani. Yaani wale wote watakuwa waondolewe kabisa kwenye mashindano, kwa sababu kama waliongea wasiwatimize vile ambao wamezungumzia, kwa sababu ligi mwaka unaonekana ni tamu na ni tafu. Na sisi tunataka ligi yenye ushindani. Hatuhitaji ligi ya kuweka nebo yako ili ukapate matokeo. Ligi hiyo si msimu huu tuhitaji. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, msimu huu bingwa huwezi kumtofasiri saizi, lakini Simba na 75% kwenda kuwa bingwa msimu huu. Asante. Asante sana.